Naam, tabasamu la kwanza la mtoto linapaswa kuleta furaha wala si hofu katika jamii. Lakini katika baadhi ya maeneo ya magharibi mwa Kenya, watoto wanaozaliwa na mpasuko kwenye mdomo wa juu au kaakaa, kwa kimombo cleft lip and palate, bado inaaminika kuwa laana, kutengwa na familia zao au kufichwa kutokana na imani potovu zilizojengeka kwa miaka mingi. Madaktari hata hivyo wanasema si uchawi bali ni hali ya kiafya inayoweza kutibiwa. Eunice Omolo anaangazia jinsi familia zinavyopambana kubadili unyanyapaa kuwa wa matumaini. Lewis Osang'ir mwenye umri wa miaka 2.5 anaingia kwenye chumba cha upasuaji. Nyanyake Violet Osang'ir anamsubiri kwa hamu. Hospitali alipanga mimi, nikasema pengine daktari hawa ndio nakata mtoto yangu huko tu. Yaani saa yote naangalia kwa mama yake. Ati njia bado. Mpaka mimi nikagombana, nikasema wasichana yangu mbona mnakatia mimi mtoto? Daktari wakatoa wasichana wakatoa kitambaa white. Kupangusa mtoto hivi. Akasema mama, hakuna, sisi hatujararua mtoto yako. Kuzaliwa kwa Lewis kuligeuka safari ndefu ya kutafuta matibabu. Safari ya hiyo mtoto tulianza mbali sana. From 10 months. Kwanza kutembea na huyo mtoto mpaka Eldoret. Wakashona hapa juu. Peke yake 1280. Haya, sasa kamaliza mwaka moja tukarudisha huku. Hatimaye, familia ilipata msaada katika hospitali ya Dreamland Mission mjini Bungoma. Lakini ingawa matibabu yalipatikana, majeraha ya kihisia yaliendelea kuwa makubwa zaidi. Vile nitoka kwa hospitali wanasema sasa hii mtoto kwa boma hii wamesaliwa mtoto gani? Mpaka mzee yangu anasema sasa unaniitia hii jina. Mtoto gani? Satakufa tu. Kasema ya Mungu tusitupe. Kaleo mtoto nafunika kwa uoga. Simulizi ya Lewis ya kipekee. Katika maeneo mbalimbali ya magharibi mwa Kenya, imani potofu kuhusu mpasuko wa mdomo na kaakaa bado zinavunja familia, huku baadhi ya kina baba na mama wakitelekeza watoto wao na kuachia nyanya zao waanze safari ya ulezi upya. Vile alikuwa hata nikikupea we utaki, upendeshwe naye. Kwa sababu hata mama wakumzaa hakupendezwa naye. Wakaniachia mimi mwenyewe nilee huyo mtoto. Na huyo ni Esther, alikuwa mtoto wa pili. Wa kwanza alikuwa sawa, wa pili ndio Esther, wa tatu akakuwa sawa, wa nne anaitwa Enos, hakuwa na cleft tena. Sasa watoto walifanya ndoa ya mtoto wangu ikavunjika. Na hiyo cleft walifuata baba yao. Baba yake nilizaa alikuwa na cleft. Baadaye wazee wa kijiji waliingilia kati na familia ikaungana tena. Lakini miaka kadhaa baadaye historia ilijirudia, mjukuu wake alipozaliwa na hali hiyo hiyo. Sasa vile msichana aliona tena nikazaa sima mtu wa cleft. Kwa miezi 2-3 akaachia kijana na alikuwa Nairobi. Kijana akapanda gari akakuja naye kaniambia mama yamenipata. Mama Esther alipokataa huyo Esther tena amekataa hatuko pamoja. Mpasuko wa mdomo au kaakaa hutokea mtoto akiwa tumboni pale sehemu za mdomo au kaakaa zinaposhindwa kuungana kikamilifu. Takwimu zinaeleza kuwa takribani mtoto mmoja kati ya kila watoto 700 duniani huzaliwa na hali hii. Bila matibabu, watoto wengi hupata matatizo ya kunyonya, kuzungumza, kusikia na hata kuhudhuria shule kutokana na unyanyapaa. Cleft still remains a big problem in the society with many children born and are affected by it. It can be caused by a number of reasons. We have seen it running in families. So cleft palate is genetic. Like in this center, there's one family that we have seen with 5 children, all of whom have a cleft lip and a cleft palate.
Ingawa chanzo asili hakijulikani kila wakati, wataalamu wanasema urithi wa jeni pamoja na mazingira vinaweza kuongeza hatari ya mtoto kuzaliwa hali hiyo. Matumizi ya pombe, uvutaji sigara, lishe duni wakati wa ujauzito, maambukizi na baadhi ya dawa wakati wa ujauzito vimehusishwa na ongezeko la hatari hiyo. We first usually repair the cleft lip, because the lips are very important in feeding. As one swallows, you need a seal in the mouth. If the lip that offers the seal, then one is able to swallow properly. So we do cleft lip alone. Now, the repair of cleft lips, sometimes one may think that we just stitch, but no, the lips alone are in 3 layers. We have the layer that is lining the mouth, on the mouth side. We have the muscles in between, then we have the skin on top. So all these must be dissected out and sutured individually. Kwa mamia ya watoto wanaozaliwa na mpasuko wa mdomo au kakaa kila mwaka, mapambano makubwa zaidi ni mapambano dhidi ya hofu na unyanyapaa. Eunice Omolo, KTN.